Hapa Kilifi County tuliweza kufikia ama kupima wanawake zaidi ya 2,000 kutumia kile kwa kimombo tunakiita pelvic examination, na hapa Kilifi karibu 16% ya wale ambao walikuwa na kichocho tuliwapata wakiwa na FGS. Kwa muda mrefu sana zile dalili za FGS sana zilikuwa zinaonekana kama ni magonjwa ya zinaa. So wanawake wengi walikuwa napewa dawa kama antibiotics, lakini walikuwa hawaponi. Hii ripoti ama hizo registers zitasaidia sana kwa kufanya mpangilio wa kifedha, mpangilio wa kununua madawa na pia mpangilio ya kufanya training. Huu ugonjwa wa kichocho cha wanawake ama female genital schistosomiasis ushirikishwe ama ukwe embedded, mipango yote iwekwe katika huduma zingine za afya za wanawake, taratibu zingine, kwa mfano wanapokuja kwa matibabu ama huduma za afya kuhusiana na uzazi, waweze kupata hii huduma. Tunajua kwamba serikali kuu ndio imepatiwa ile mandate ya kuweza kutengeneza sera. Sasa itakapotengeneza sera na miongozo, counties pia zitawezeshewa kupeana hiyo huduma kulingana na huo mwongozo ambao umetokana na Wizara ya Afya. Kama miaka 2 iliyopita nilikuwa na ugonjwa, alikuwa na washwa huku sehemu za siri. Wakati mwingine nikienda kwa choo nasikia sehemu ya huku nyuma pia nasikia kwa na moto. Sasa kwa akili zangu za kibinadamu nikawa naona pengine labda ni yule bwanangu aliweza kuniambukiza magonjwa, na yeye mwenyewe kwa fikra zake alikuwa yona mimi labda niliweza kutoka nje nikamwambukiza magonjwa. Kwa hivyo katika ndoa yangu nimeishi kwa ilikuwa haina amani kwa sababu ya haya magonjwa. Lakini baada ya hapo nikapata habari za kwamba kuna magonjwa ambayo yamejitokezea ambayo yanaishi katika, yani hayo magonjwa yanaitwa kichocho, na katika kichocho tunapata kuambukizika kupitia na maji machafu na mnyama mwingine ambaye anaitwa konokono. Sasa mimi nikachukua hatua nikaenda hospitali, nilipopimwa ikapatikana ile ugonjwa huo wa kichocho. Kazi muhimu iliyobakia sasa ni kufanya policy direction ambayo itatusaidia kupatia kipaumbele kwanza kusaidia wafanyakazi wetu kupata ujuzi zaidi, because ugonjwa huu mara nyingi unapata misdiagnosis, unachukuliwa kama ugonjwa wa ngono ambao si hivyo. Kwanza tufanye pia advocacy ili wananchi wetu wanapokuja kupata huduma haswa kike waweze kuwa na uwezo wa kufanya screening and kupata diagnosis.